Makamu wa rais wa Young Africans, Arafat Haji, anapaswa kujiuzulu. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Kariakoo umeota nyoya kubwa zaidi. Maoni ya wadau ama comment, nipo na mchambuzi hapa Hamis Kabwe. Kulingana na hiki ambacho kimetokea hivi sasa, kamati ilikuwa sahihi kuahirishwa kwa mchezo huo? Karibu sana tuongelee na Kabwe hapa kwa aina ya kitu ambacho kimetokea hivi sasa. Kabwe, hapo vizuri? Nipo vizuri. Ernest Singano, tu hatari. Mambo yanaenda kabisa. Fresh kabisa kaka. Bwana Kabwe, nimekutafuta leo hii kulingana na hiki ambacho kimetokea, bodi ya ligi kuahirisha mchezo wa dabi ya Kariakoo. Hatimaye mchezo huu wewe umeuchambua kwa kina sana, mimi nimeuzungumzia kwa kina sana. Hatimaye mchezo huu umeota nyoya. Kwako tuliangalia hii tathmini, bodi ya ligi ilikuwa sawa kulingana na kilichotokea Simba kuto kufanya mazoezi katika uwanja wa Benjamin Mkapa, mazoezi yao ya mwisho. Tuanzie kwenye hili Kabwe. Kwanza kabisa ni matusi kwenye mpira wa miguu wa Tanzania. Kabwe, naomba rudia unachokizungumza. Kitendo cha kuhairishwa mchezo huu, kitendo cha kutokuchezwa mchezo huu ni matusi ya mpira wa miguu Tanzania. Ni matusi ambayo hayawezi kuvumilika kwa watu wa michezo na mpira wa miguu. Unajua watu wamegharamikia gharama kutoka mikoani kwa ajili ya kuja kuushuhudia huu mchezo. Mimi ninavyokuambia, kuna mshikaji wangu ametoka Kenya. Alisha booking na ndi hoteli, akaniambia ni sehemu gani ambayo inaweza ikawa ni karibu zaidi mimi nikienda kuangalia huo mchezo. Nikirudi inaweza ikawa ni rahisi. Ni mwandishi wa habari kutoka moja kati ya kituo kikubwa nchini Kenya. Alikuwa anakuja kuobserve hichi ambacho kinachotokea kwenye dabi yetu. Sijuelewa vizuri kwa sababu wao wana dabi ya mashemeji dabi, AFC Leopards na Gor Mahia. Na wenyewe wamepitia msukosuko wa kuhairishwa mchezo wao karibia mara 3. Lakini wanaona mchezo wetu umekuwa unafanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Shamra, mashabiki ujue dabi yetu sina tofauti sana. Mashabiki wa Simba na Yanga wanaenda pamoja kuangalia ile mechi. Kwa nataka kujua ni kitu gani special ambacho anaweza kaja akakiona kwenye mchezo. Lakini kwa bahati mbaya huu mchezo hujafanya nini? Umehairishwa. Unafikiri yule mwamba alitoka Kenya mpaka kuja hapa katumia gharama kiasi gani? Anajisikieje? Sijui umeelewa vizuri. Kwa tukio ambalo limetokea, haya ni matusi kwenye mpira wa miguu, kwenye ligi ambayo inasemwa ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ni matusi makubwa sana. Lakini pili, Simba walikuwa sahihi ama hawakuwa sahihi? Hilo ndio swali la msingi ambalo watu wengi naona wanajiuliza. Binafsi yangu mimi, Simba walikuwa sahihi. Simba walikuwa sahihi kugomea? Simba walikuwa sahihi. Kwa nini Simba walikuwa sahihi? Ni kwa sababu mamlaka ya mpira wa miguu kwa maana ya TFF na bodi ya ligi wameshindwa kusimama kama viongozi kuelekea huu mchezo wa dabi. Namrudia kuna unachokizungumza. Mamlaka ya mpira wa miguu kwa maana ya TFF na bodi ya ligi wameshindwa kuusimamia huu mchezo ipasavyo wao kama watu wenye mamlaka. Kwa nini? Jana taarifa zilianza kutoka mapema sana kwamba Simba wanazuiwa kuingia kufanya nini? Kufanya mazoezi. Ernest, dunia sasa hivi ipo kiganjani. Teknolojia ni kubwa sana. Taarifa inatoka, video zinatapakatwa sehemu tofauti. Na kibaya zaidi inasemekana kwamba viongozi wa Simba waliinua simu kuwapigia viongozi wa bodi ya ligi ikiwemo kamishna wa mchezo ambaye yeye ndio anahusika kuratibu mchezo mzima kwenye ule uwanja. Inasemekana pia ukisoma taarifa ya bodi ya ligi kwamba Simba hawakutoa taarifa kabla kwamba wanaenda kufanya nini? Kwenda kufanya mazoezi. Lakini kanuni inawaruhusu kwenda kufanya nini? Kamishna alipata taarifa. Baada ya kupata taarifa akawaambia watu wenye uwanja, jamani hawa wanatakiwa wafanye nini? Waende kufanya mazoezi, waruhusuni waende kufanya nini? Wakafanya mazoezi. Lakini wakatokea watu ambao hawafahamiki, nasemekana ni mabouncer wa Young Africans. Wakaenda kuwa block wale wasiende kufanya mazoezi. Sasa kilichonishangaza sio Simba kutokufanya mazoezi. Kilichonishangaza ni wale mabouncer ambao inasemekana ni wa Yanga kwenda kuwa block Simba wasiingie kufanya mazoezi. Mamlaka zilikuwa wapi? Hili ndio jambo la kujiuliza. Jeshi la polisi lilikuwa wapi? Pale kuna ulinzi, walikuwa wanafanya nini? Kweli mamlaka inaweza ikaingiliwa na watu tu from nowhere wakaenda wakablock watu ambao walikuwa na haki ya kufanya kitu kwa sababu tu
wao ni mashabiki wa timu fulani? Yaani ni maswali ya msingi ambayo wewe kama mtu mwenye akili unapaswa kujiuliza. Lakini kama haitoshi, baada ya kuona vuguvugu lote lile, seke lote lile, nyinyi mamlaka mlichukua hatua gani kwenda kudhibiti ili swala lisitokee zaidi? Yaani nyinyi mamlaka sasa, nyinyi ndio TFF. Bodi ya ligi mmepigiwa simu na mmesikia bwana kuna vuguvugu linaendelea uwanjani kule. Why mstoke mwende mkaende mkarescue ile situation? Baada ya kurescue ile situation, muisovu, Simba endelee kufanya mazoezi, baada ya hapo mechi ichezwe. Kwa nini hamkufanya hivi? Mlikaa kimya, baada ya kukaa kimya mnakuja asubuhi baada ya kile ambacho kilichotokea usiku mnasema kwamba tutakaa chini kama kamati tuweze kujadili ili swala lifanyike. Uone huu ni upuuzi. Nonsense. Ni upuuzi ambao haupaswi kuvumiliwa kwenye mpira wetu. Upuuzi ambao haupaswi kuvumilia kwenye mpira wetu. Kwa hiyo kwangu mimi kwanza siwezi kuwalaumu Simba wala Yanga. Nitaanza kulaumu mamlaka inayosimamia mpira wa miguu Tanzania, TFF na bodi ya ligi. Wao ndio wamesababisha huu mchezo kutokuchezwa. Kama wao wangekuwa na meno makali, wangesimama imara, huu mchezo ungechezwa leo. Lile swala jana lilikuwa nitakiwa lisoviwe pale pale ule usiku. Baada ya hapo kila kitu kingeendelea kama kilivyopangwa. Sijui umeelewa vizuri. Lakini kiuhalisia kitendo cha kuacha mpaka kufika leo, obvious ni kwamba nyinyi mlidharau, mlichukulia poa kwamba kamati zipo, tutakaa chini, tutaangalia kanuni nasemaje, tutawapiga faini. Kwa hiyo nyewe mnaangalia fedha zaidi kuliko thamani ya mpira wa miguu tulioitengeneza kwa muda mrefu. Nyewe muangalii taswira ya mpira wetu inaharibika kiasi gani. Nyewe mnafikiria watu mataifa tofauti yamekaa na mataifa tofauti yamekaa yalikuwa yanaiangalia hii dabi kwa kiasi gani, walikuwa naisubiria hii mechi kwa kiasi gani? Hamfahamu kuhusiana na taswira ya mpira wa miguu kuhusiana na Simba na Yanga. Simba na Yanga, my brother, hii dabi ya Simba na Yanga ndio mechi kubwa Tanzania. Ndio mechi ambayo ilipaswa yani waipetipeti, waishikeshike, yani sijui nikwambieje. Waitengenezee thamani kwa sababu ndio inatangaza mpira wetu. Sijui umeelewa vizuri. Kwa hiyo kukaribisha mambo ya kipuuzi kwenye hiyo mechi. Obviously mmeshindwa kuipa thamani ile mechi. Kwa hiyo hicho ambacho kilichotokea nyinyi ndio mmekitengeneza. Tutawalaumu nani zaidi ya nyinyi? Kwa namna ambavyo mambo yalikuwa mengi sana kuhusiana na TFF, inaonekana kwamba kwenye hili tukio Simba imependelewa zaidi kuliko Young Africans kwa namna ambavyo maamuzi yametoka. Simba hawajapendelewa zaidi kuliko Young Africans. Ila Simba wameingia kama wakombozi wa mpira wa Tanzania. Simba Amiskabwe wameingia kama wakombozi wa mpira wa Tanzania. Wanamaanisha nini? Kuna baadhi ya vitu inabidi vifanyike. Unajua hata leo sisi tunakaa tunapata nafasi ya kuzungumza hapa. Kuna baadhi ya watu walijisacrifice huko nyuma, walisacrifice uhai wao. Ndio sisi leo hii tunapata uhuru wa kukaa hapa tunahojiana tunazungumza. Wasingejisacrifice ule uhai wao, leo hii hata hii amani tunaojivunia kwamba tuna amani tusingekuwa tumeipata. Kwa hiyo ilibidi kati ya Simba na Yanga mmoja wapo ajisacrifice ili kuwakumbusha mamlaka mnapaswa kufanya hivi ili kufuatisha mfumo sahihi kuweza kufanikiwa kwenye mashindano. Kwa hiyo Simba walichokifanya walijisacrifice, yani bwana fresh. Kanuni nasema kwamba tukigomea mchezo tutakata alama 15, utapewa alama 3 na magoli 3. Si ndio maana yake? Lakini kwa sababu maalum. Kwa nini? Kwa sababu maalum. Yani tutakata alama 15, watapewa alama 3 wapinzani wetu, lakini kwa sababu maalum. Sababu maalum Simba wanayo hawana? Sababu waliwasilisha wanayo. Simba wanayo hawana? Wanayo. Kwa hiyo kama sababu ya msingi wanayo Simba, obvious ni ngumu kuwakata alama 15, ni ngumu kuwakata alama 3, inabidi ujitathmini wewe. Kwa hiyo wewe ndio umesababisha wale wafanye vile kukukumbusha wajibu wako wewe. Kwa hiyo Simba walikuwa wanawakumbusha wajibu wao TFF ya kwamba mnapaswa kusimama kwenye misingi sahihi ya mpira wa miguu, kusimamia mpira kwa usahihi zaidi ili haya mambo mengine ya kipuuzi yasifanyike, kwa sababu huko mbeleni hali itakuwa mbaya zaidi kuliko hivi sasa. Kwa namna ambavyo tumeizungumzia, viongozi wa wananchi Young Africans wao bado hapo kwenye msimamo wao na wamesema kwamba wataingia uwanjani kwenda kwa maandalizi kwenye mchezo wao dhidi ya dabi ya Kariakoo. Ni wazi Young Africans wameikiuka taarifa ya bodi ya ligi. Kabla ya Yanga kusimamia msimamo wao. Kabla ya Yanga kusimamia msimamo wao. Wanapaswa kukaa chini na baadhi ya watu ambao wamekuwa wakikaa mbele ya taasisi kubwa kama Yanga na kuichafua ile taasisi. Wale ambao walosimama jana kuwazuia watu wa Simba, wale kwanza Yanga walipaswa kuanza nao wale.
Sijui unanielewa vizuri. Wale ni chanzo mojawapo cha huu mchezo kutokufanya nini? Kutokuchezwa. Wale ambao walisimama jana kwa taswira nini ya nembo ya klabu ya Young Africans. Young Africans ni klabu kubwa my brother. Young Africans ni taasisi kubwa. Haipaswi kuchezewa tu na watu tu from nowhere. Yaani mtu tu kwa sababu yeye ni shabiki anaipenda Yanga kwa mapenzi yake tu. Unajua kwa sababu kuna mashabiki wanazipenda timu na kuna mashabiki tunapenda mpira. Sasa kuna shabiki ambaye anapenda Yanga tu kwa sababu yeye anaipenda Yanga kwa sababu hajui mpira. Yeye anataka aende akaichafue taasisi kubwa kama Young Africans kwa sababu tu ya mapenzi yake ya kipuuzi. Hicho kitu kwanza kabisa Young Africans walipaswa kukikemea. Umeelewa vizuri? Alafu pili, bodi ya ligi imeshatoa taarifa kwamba mchezo hauchezwi. Mwenye mamlaka ya kuisimamia ligi ni nani? Bodi ya ligi. Wanaopanga waamuzi wa kuchezesha mchezo ni nani? Bodi ya ligi. Ili mchezo uchezwe ni lazima pande ngapi zimekamilisha na ndio mchezo husika ili mchezo uchezwe? Bodi ya ligi na pande tatu. Yanga, Simba na seti ya waamuzi. Wanapanga seti ya waamuzi ni bodi ya ligi. Bodi ya ligi wamesema mchezo haupo. Ina maana waamuzi hawafanya nini? Hawawezi kwenda uwanjani. Simba hawaendi uwanjani. Yanga anacheza na nani? Logic tu ya kawaida. Kwa logic tu ya kawaida, Yanga anaenda kucheza na nani? Kwa hiyo sometimes viongozi wanapewa mamlaka kwenye hizi timu, wanapaswa kutumia akili ya kawaida tu. Nafikiri viongozi wa Yanga hawapaswi kukurupuka kwenye huu mchezo kwanza bila kutuliza akili na kuchukua hatua madhubuti kuliendea hili swala. Kwa sababu kabla ya hapa inawezekana bodi ya ligi na wao wakawa na sababu za msingi za kwa nini wameiahirisha hiyo mechi. Na wakaibana Yanga. Kwa sababu mpira wetu umekuwa na favor nyingi sana ambazo kiuhalisia ukizifuatilia kaka utagundua bado kuna makosa mengi mno. Umeelewa vizuri? Bodi ya ligi watasema sisi Yanga ambao tunawapa favor sana nyinyi. Wakikaa kwenye vikao vyao hawawezi kuongea wazi. Wakikaa kwenye vikao vyao watasema mbona sisi tunawapa favor nyinyi? Nyinyi mnamfadhili nyinyi. Mfadhili wenu kadhamini vilabu 6 nyinyi. Ambapo kiuhalisia ni kwa maana ya ueledi wa football haikupaswa kuwa hivyo. Fresh. Nyinyi hamtaki kutusikiliza sisi, na sisi tutakachokifanya sasa ni kuhakikisha kwamba tunaminya mfadhili wenu kudhamini vilabu 6, alafu atabaki na nyinyi. Nyinyi si huyu mfadhili wenu ndo anawapa kiburi? Na huyu si ndo kadhamini vilabu 6 na sisi si ndo tumeruhusu adhamini hivyo vilabu 6? Sisi tunambania huyu. Hayo yote yanawezekana. Ndio kinachotokea hicho. Yaani kwenye ligi yetu bodi ya ligi wanatoa favor kwa Simba, kwa Yanga. Ili baadaye likitokea jambo wamelikoroga wanakuja kuwabana sehemu fulani tu pap. Kwa hiyo hawa wanakaa kimya. Kwa hiyo usio na wasiwasi. Young Africans kama timu kubwa wana haki ya kutikisa kiberiti. Kwa namna ambavyo ligi kuu soka Tanzania bara ilivyo, Simba na Young Africans, ni wazi ligi ya msimu kwa hivi vilabu viwili imekuwa ni ngumu, ama ubingwa msimu umekuwa ni mgumu sana Kabwe kwa namna ambavyo imeanza hivi sasa. Ya, kiuhalisia ligi ni ngumu. Ligi ni ngumu sana. Na ndio maana unaona pressure yote hii. Kila timu ikihitaji kupata angalau alama 3 ili kujiweka sawa. Na mechi ya Simba na Yanga ilikuwa ni moja kati ya mechi ambazo zina athari chanya. Yaani Yanga kama angeshinda huu mchezo wa leo wa Simba, wananchi Young Africans ubingwa ulikuwa huu hapa yani. Mapema kabisa Young Africans walikuwa wanachukua zao ubingwa mapema yani. Pale Jangwani watu wanakula zao shushu. Sijui umeelewa vizuri. Lakini Simba alikuwa akimfunga Yanga, alikuwa anatengeneza mazingira mazuri kabisa kwenda kuchukua ubingwa. Kwa nini? Ni kwa sababu mechi zilizobaki unaona kabisa haziwezi kuwapa ushindani Simba na Yanga. Ni ngumu. Huo ndio uhalisia, ni ngumu. Kwa quality in terms of mambo ambayo yanatokea nje ya uwanja, kila kitu. Simba na Yanga bado walikuwa na nafasi ya kwenda kuchukua ubingwa endapo kama mechi ya leo mmoja wapo angeweza kupata matokeo ya ushindi. Baada ya maandiko yamekuwa ni mengi sana, nasoma kauli ya Alfati Haji baada ya dabi kugailishwa, na yeye amesema kwamba nitakuwa wa mwisho kuamini dabi nyingine itachezwa msimu huu. Yaani atakuwa wa mwisho kuamini kwamba kutakuwa na dabi nyingine kwamba itachezwa tena. Hii ni kauli ya Alfati Haji. Na kama itatokea dabi nyingine ikachezwa, makamu wa rais wa Young Africans, Alfati Haji, anapaswa kujiuzulu.
Naomba urudie kikabu ambacho unakizungumza. Narudia tena. Na kama itatokea dabi ikarudiwa ikachezwa, makamu wa rais wa Young Africans Arafat Haji anapaswa kujiuzuru. Kwa nini anapaswa kujiuzuru? Ukiwa kiongozi mkubwa kwenye taasisi kubwa kama Young Africans, unapaswa kuwa na kaba. Unaona Magoli watu wanamlaumu kila siku kwa sababu hana nini? Ana kaba. Muda wote kanaropoka tu mitandaoni. Wewe ni kiongozi wa Simba, wewe unaropoka hivyo? Simela vizuri. Kwa kiongozi mkubwa kama yeye kwenda kwenye mitandao ya kijamii kuandika andiko kama hilo, obvious umeidharau mamlaka ambayo inasimamia mpira wa miguu. Yani kitendo cha kuandika tu hivyo, kitendo cha kuandika tu hivyo mtandaoni ni kwamba anaidharau mamlaka inayosimamia mpira wa miguu Tanzania na chombo chao ambacho wamekiunda wenyewe, kwa maana ya bodi ya ligi, kwa sababu bodi ya ligi inaundwa na vilabu. Simela vizuri. Kwa hiyo amedharau yale mamlaka ambayo wameyaunda wenyewe. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba ikichezwa hii mechi, Arafat Haji hana sifa za kuwa kiongozi wa Young Africans. Ikichezwa hii mechi amesikabwe. Arafat Haji hana sifa ya kuwa kiongozi wa Young Africans, ni kiongozi dhaifu. Magoli naye aliibuka akasema hawatocheza tena mechi hata moja mpaka kamati itoe adhabu kwa kile ambacho kimefanywa. Ikiwa uongozi wa Simba ulishatoa taarifa, wewe Magoli unaandika mitandaoni ili iweje? Wewe Magoli unaandika mitandaoni kwa cheo gani? CEO wa Simba ameandika taarifa ya kwamba bwana tutacheza na nini, akaandika vyote kulingana na jinsi ambavyo wenyewe walivyopanga. Magoli wewe unatoka unaenda kwenye Instagram page yako unaandika ili iweje? Leo hii TFF akichukua hatua kwenye issue ya udhibiti wa viongozi, hawa mashabiki wa Simba na Yanga ndio wanakuja wanaanza kuwalaumu TFF, wanawapendelea. Sibla vizuri. Lakini sometimes kiukweli ukija ukichunguza hivi vitu, viongozi wengi wanavyoendesha hivi vilabu hivi wanaendeshwa na hisia za kishabiki kuliko uweledi. Kitu ambacho sio sahihi kwenye mpira wetu na hakina afya yoyote. Kabwe tumeyazungumza mengi sana kwenye engo hiyo. Ligi yetu inaelekea wapi kwa namna ambavyo mambo yote yanayofanyika hivi sasa? Ni ligi namba 4 kwa ubora barani Afrika. Hivi vitu vinavyofanyika, ligi yetu ni wazi na kwenda kuanguka. Sio ligi namba 4 kwa ubora. Ligi ya Tanzania sio ligi namba 4 kwa ubora. Sio ligi namba 4 kwa ubora. Kuna baadhi ya vitu vingi vinafanyika vya hovyo vinaonyesha kabisa hii sio ligi namba 4 kwa ubora. Wala haifai kuwa ligi namba 5, wala namba 6, wala namba 7, wala namba hata top 10 haifai kuwepo. Ligi ya Tanzania haipaswi kuwa hata top 10 ya ligi. Hata top 10. Simela vizuri. Ngoja nikwambie kitu. Ernest, leo nataka nikufundishe kitu kimoja. Umeona hizi nchi za Francophone kwa maana ya Ivory Coast, sijui Burkina Faso, zile nchi ambazo zinazungumza Kifaransa na hizi nchi za zinazozungumza Kireno, umeelewa vizuri? Hizi nchi kama zingekuwa zimejizatiti vizuri kwenye issue ya uwekezaji, sio umeelewa vizuri, wakaacha kuuza wachezaji wao nje ya nchi na wakapata udhamini mzuri kwenye ligi zao, kaka, sisi ligi yetu hata kwenye 20 bora isingekuwepo. Ligi yetu imeletwa utofauti na wachezaji kutoka hizo Francophone na wa Kireno ambazo zimetawaliwa na Ureno. Lakini ukija kwenye nchi za Afrika Mashariki hatuna wachezaji wa maana. Simula vizuri. Kwa kama tungekuwa tunacheza sisi kwa sisi humu ndani, bado ligi yetu ingeendelea kusota. Na timu zetu zingeendelea kuongeza miaka, kwa sababu huko nyuma timu zetu zilikuwa zinatumia wachezaji wazao. Ni miaka 90 tumeenda bila kufika kwenye hatua kubwa ya mashindano makubwa. Simula vizuri. Sasa kinachosababisha ligi ipande kwa kasi hivi sasa ni kwa sababu ya Simba na Yanga kufanya vizuri kwenye mashindano makubwa. Si ndio maana yake? Sasa kama tungekuwa tunao wachezaji, ina maana sisi tusingepanda kwa kasi. Lakini ukiangalia kwa maana ya uweledi, ligi nzima namna ambavyo inavyoendesha, viwanja, unasikia malalamiko ya waamuzi kuhusiana na leseni za vilabu, bado kuna baadhi ya vitu vingi havijatimizwa. Hiyo ligi inakuwaje ligi namba 4 kwa ubora? Kilichotokea hii leo ligi dabi kuahirishwa ina athari gani? Tumalizie kwa hili Kabwe tufunge mjadala. Ina athari hasi kwa ligi yetu. Kitendo cha kuahirishwa tu dabi na baadhi ya videos nyingi kutapakaa kwenye mitandao ya kijamii, watu kuona kwamba kumbe tulichokuwa tunakifikiria Tanzania kumbe sicho, kumbe ni hichi ndio kinachotokea. Ile ilikuwa ni aibu, ni mambo ya kufedhehesha kwenye ligi yetu. Kilichotokea leo baada ya video jana kutoka mitandao kuripoti habari tofauti, umeona
kibaya zaidi unasoma comments za mashabiki wa mpira wa miguu Tanzania, unabaki unacheka. Wanasema kwamba Simba jana walienda kuroga. Simba walienda kufanya nini? Kuroga. Ndio maana Yanga wakafanya nini? Ya baadhi ya wale mabonza wa Yanga wakaenda wakawablock. Au serikali ikafanya nini? Ni propaganda za kijinga. Afu kibaya zaidi nikaona tena baadhi ya viongozi wa klabu ya Yanga wanaposti kwamba Simba walienda na basi limejaa wazee kwenda kuroga pale. Propaganda za kipuuzi kabisa zijawahi kutokea kwenye nchi. Yaani wewe ni kiongozi, badala ya kukemea baadhi ya vitu vya kipuuzi vinavyoendelea kwenye mpira wetu, wewe ndio kwanza una support kitu ambacho sio sawa. Kwa hiyo kwangu mimi naamini kitendo cha jana, videos kutapakaa, mambo yote ambayo yametokea mpaka hivi sasa, mpaka hii dabi kuahirishwa, ni wazi tumetengeneza taswira mbaya sana kwenye nchi za wenzetu ambao walikuwa wanaamini Tanzania ni sehemu ya kujifunza, na dabi ya Simba na Yanga ni sehemu ya funzo kuelekea dabi zao. Of course haijaisha na kuna nafasi kubwa ya hii dabi kuendelea kuwa bora zaidi. Hatuwezi kukata tamaa, lakini kwa kiasi kikubwa nakwambia tumejitengenezea taswira mbaya kwa ligi yetu na kwa nchi yetu kulingana na hichi ambacho kilishotokea. Kabwe, shukrani sana kwa timu yako. Mimi na wewe tuendelea kuyazungumza, natumai kutatokea mengi na mengi na mengi kulingana na hivi sasa, kulingana na taarifa ambayo imetoka. Nitakutafuta ndugu yangu, tuendelee kuyazungumza leo yote ya kimichezo. Shukrani sana ndugu yangu kwa time yako. Nashukuru sana Ernest Singano, wakati mwingine nipo ndugu yangu. Shukrani kaka. Poa kaka.